Yanga bingwa. Ndio kauli unayoweza kuisema kwa sasa na ukaeleweka mbele ya masikio ya mashabiki wa Young Africans. Lakini kauli hii imekuwa maarufu zaidi kwani imekuwa ikitumiwa na mdhamini na mfadhili wa klabu hiyo, GSM. Hiyo inaweza isiwe story kubwa kwa Yanga, lakini leo na kusogezea kile ambacho rais wa klabu ya Yanga, Engineer Hersi Said, amekichapisha kwenye ukurasa wake wa Instagram, na hii ikionyesha shukrani, lakini baadhi ya mashabiki wameshtushwa na ujumbe huo. Engineer Hersi kwenye mtandao wake wa Instagram anaandika ya kwamba alhamdulillah, anaanza kwa kumshukuru Mungu. Yanga bingwa wa NBC 2024-2025. Shukrani za dhati kwa Mola, muumba wa mbingu na ardhi, kwa neema hii ya ubingwa wa 4 mfululizo. Pongezi kwa wadhamini wetu SportPesa, GSM Group, NIC Hello, Visit Zanzibar, Silver General, Azam TV na Air Tanzania. Wananchi, nyie ni mashabiki bora sana na mlio imara wakati wote. Isingekuwa rahisi kupata mafanikio haya bila ya umoja na mshikamano wenu. Makamu wa rais na kamati yetu ya utendaji imekuwa ni msaada mkubwa katika uongozi wangu, huku timu ya utendaji ikifanya kazi usiku na mchana katika kufikia malengo yetu. Kwa familia yangu, mke wangu na watoto wangu, napenda kuthamini mchango wenu siku zote katika kufikia malengo yangu. Yanga bingwa ni neno maarufu Mr. Ghalib, Yanga bingwa ni neno maarufu la Mr. Ghalib, likibeba dhana nzima ya malengo ya uongozi wetu, huku akiwa na msukumo mkubwa katika mafanikio haya. Thank you. Huu ni ujumbe ambao Engineer Hersi ameuandika kwenye mtandao wake wa Instagram, ukionyesha shukrani kama ambavyo ameeleza hapo, akiwashukuru baadhi ya watu kwa kuwataja majina, lakini wengine kwa umoja wao, pamoja na wadhamini wa klabu hiyo SportPesa, GSM Group, NIC, Visit Zanzibar, Silver General, Azam TV, pamoja na Air Tanzania na mashabiki wa Young Africans. Ujumbe mwishoni umemaliziwa na thank you, kwa maana ya asante. Lakini kwa upande wa makamu wa rais wa klabu hiyo pia, naye kwenye mtandao wake wa Instagram amechapisha ujumbe ambao umeambatana na video fupi ya Yanga ya muda mrefu kidogo, klabu ya Yanga muda mrefu, ile Yanga ya kujitafuta, ikiwa Yanga hii kama utaikumbuka vizuri, kapteni ni Caravalo, lakini namuona Kamusoko na wachezaji wengine wengi wa zamani. Sasa video hii sitakuwekea hapa kutokana na sababu za copyright na vitu kama hivyo, lakini anaonekana makamu wa rais akiwa anakwenda kukabidhi zawadi ambayo wao kama mashabiki wakati huo walijipanga nayo na kwa ajili ya kuwakabidhi wachezaji. Ameambatanisha na ujumbe unaosomeka kama ifuatavyo: nilikuwa bonde la mauti, kiza totoro bila mwanga, baridi kali na mvua yetu. Hapo ndipo chapa Young Africans ilipoendelea kupambana, klabu yenye historia ya maumivu, mateso na mapambano ya kweli. Kila mechi ilikuwa fainali, kila dakika ilikuwa maumivu, lakini kulikuwepo tumaini kwa sababu ni Young Africans. Sisi tulikuwa nje, lakini maumivu hayo hayakutupa nafasi ya kupumua. Yalitugusa rohoni kwa sababu hii si klabu ya kawaida. Haya ni maisha yetu. Maumivu haya ndio yaliyotusukuma kuchukua jukumu na kuchukua fomu na kusema hapa haitakiwi kuwa hivi. Lengo letu ni moja, kubadilisha sura ya club, kurejesha heshima na kuandika upya historia yetu. Na sasa wananchi, hapa tulipo si mwisho ni mwanzo tu. Hasira bado ziko ndani yetu. Hatutaki kurudi tena huko tulikotoka. Hatutaki kuona tena vilio vya wananchi, machozi ya wachezaji, kudharauliwa kwa mambo hii kubwa. Kwa uwezo wa Mungu hatutarudi tena huko. Kwa vijana wetu, mashabiki wachanga wenye damu mpya, kumbukeni ninyi ndio viongozi wa kesho wa hii klabu. Tuwe hai,
tumelala, lakini dhamana yetu ni moja. Msiruhusu Yanga irudi tena kwenye giza lile. Tutatembea na taa, tutapambana kwa moyo mmoja, kwa sababu daima mbele, nyuma mwiko. Arafat Haji, makamu wa rais wa wanachama wa Young Africans. Huyo ndio makamu wa rais, lakini ujumbe huu mmoja wa wachezaji pia Khalid Aucho amekuja kucomment hapa chini akionyesha kushangaa. Hiki inawezekana ni kwa mara ya kwanza pia anakutana na video hii. Ametoa macho kweli kweli na emoji za kushtushwa kwa madu. Hali ilikotoka ndio ilikuwa hivi. Hizo ndizo jumbe mbili kubwa ambazo zimechapishwa na viongozi hawa wa klabu ya Yanga baada ya mchezo wa jana dhidi ya Simba na kuibuka kwa ushindi wa mabao 2-0. Lakini sio tu ushindi, bali ni ubingwa moja kwa moja, kwa sababu mechi ya jana pia ilikuwa inaamua bingwa awe nani kwenye msimu wa NBC 2024-2025. Engineer Hersi anakuwa anaingia kwenye historia ya klabu hiyo kwa kuwa rais ambaye ana mafanikio zaidi, rais wa kwanza wa klabu, lakini pia ni rais mwenye mafanikio kwenye klabu. Utakumbuka Young Africans kabla ya mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji yalikuwa ikiendeshwa kwa mfumo wa mwenyekiti wa wanachama na sio president, lakini baada ya mabadiliko ni kwamba sasa hivi inaendeshwa kwa mfumo wa kuwa na rais pamoja na makamu wa rais, lakini wanaofuata hapo ni kamati ya utendaji. Lakini unakuja mwisho kabisa unakuta sasa wanachama wenyewe wa Young Africans ambao wao ndio wenye jukumu pia la kumchagua rais. Engineer Hersi anaingia kwenye kumbukumbu nzuri ya kuwa rais wa kwanza wa klabu ya Young Africans, lakini pia kwa mafanikio haya ambayo ameyapata kwa misimu 4 mfululizo. Utakumbuka sio ubingwa tu, lakini Young Africans pia imefanikiwa hata kimataifa. Kwa uchache wameweza kufika hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa, kitu ambacho kilifanywa zamani sana. Lakini pia Young Africans wamefanikiwa pia kucheza finali ya CAF Confederation Cup, utakumbuka, na kubwa zaidi walishinda ugenini, lakini kanuni iliwatoa kwa sababu pia waliruhusu kufungwa nyumbani kwao. Kutokea hapa M-Media, mimi sina la ziada. Mimi naitwa Chopa. Endelea kusubscribe, kucomment na kulike ili uwe kwanza kupata taarifa zetu zote ambazo nitakuwa nakusogezea hapa kwenye digital ya M-Media Tanzania. Asante.